Karibu tuzungumze na mzee wa Zandani kabisa Ricardo Momo kuhusiana na kile ambacho wamekifanya Simba kumtambulisha Dimitar Pantev kama meneja mkuu wa kikosi cha Simba. Yeye ana maoni gani kwenye hili, lakini pia kauli za meneja huyo mara baada ya kutua Tanzania, huku akiambiwa kwamba ametambulishwa kama meneja mkuu wa kikosi cha Simba, na yeye akitoa baadhi ya kauli kuhusiana na jambo hilo, akiwajibu waandishi wa habari pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Ricardo Momo. Poa mzima. Mzima kwa mzima. Namshukuru Mungu. Mambo yanaenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Matatizo yako imekuwa ya namna gani? Nzuri. Nzuri sana. Bana, weekend hii Simba wametambulisha Dimitar Pantev ambaye alikuwa kocha wa Gaborone United ya kule Botswana, meneja mkuu wa kikosi chao. Kwanza tupe za ndani kwenye sakata hili. Wengine wakisema hana vigezo vya kuwa kocha mkuu kutokana na namna ambavyo wenzetu wanasoma na sisi huku sheria zetu zinavyohitaji. Huyo ukisema hana vigezo manake angekuwa labda ametoka mtaani, akingatoa kwenye timu na timu ambayo imeshiriki Champions League. Na tulimuona pia na yeye alisimama. Ile mchezo wa kwanza alikosa kwa sababu alikuwa ana hicho kigezo cha kukaa kwenye bench, lakini mchezo wa pili ikabidi wamuorodheshe kama manager sio coach. Muone pale alisimama kama manager sio coach. Sasa na Simba pia kwa bahati mbaya wakati wanatafuta mwalimu walishindwa kufanya hiyo research. Na kwa nini walishindwa? Kwa sababu hapa nakupa siri. Kwa sababu ilikuwa ni jukumu, yani maamuzi ya mtu mmoja sio ya wengi. Sio mzuri. Yani maamuzi yafanya mtu mmoja, na mpaka inakuja mezani ilikuja tayari ikiwa kila kitu kishakamilika. Kwa watu walitaarifiwa tu bana, nishaongea na mwalimu fulani na ameshakubali hata kiasi fulani kwa mkataba wa miaka 2 bila kufanya research. Yani jua research ilivyo manake mnakuwa mko wengi. Kwa wengi baki mtu anakuwa na pendekezo lake bana, hatuna mwalimu, tunafanyaje bana, kuna mwalimu huyu, kuna mwalimu huyu. Pale ndo mnapokaa kuangalia CV zake ni nani, shamba nzuri na sheria inataka iwe vipi, shamba nzuri. Lakini haikuwa hivyo, ilikuwa ni maamuzi ya mtu huyu, yeye ndo alikaa mwenyewe akaamua mwenyewe kama kiongozi na akafanya kile kitu mwenyewe. Mpaka wanakuja kujua kwamba ana sifa, ndio ikabidi sasa ana sifa too late yani. Mambo yashamalizika. Yashamalizika ndio kumbe ana sifa na hata wenyewe wale ambao wale timu ya Gaborone wenyewe walishangaa kuona kocha wetu kapata ofa tena. Sio nzuri alishangaa. Sio kama yani atuzungumzie ubaya, sio kama mwalimu mbaya. Rekodi yake kuna CVF na rekodi yake inaonyesha kwamba katoka Kameruni kawa bingwa wa ligi ya Kameruni, tena timu sio kubwa sana, timu ya kawaida tu. Kama mfano ukachukua labda KMC, ukachukua KMC labda ukachukua labda JKT afu uje kuwa bingwa wa NBC, ni jambo ambalo si la kawaida, ni zito. Kutoka hapo akaja Botswana akawa pia bingwa, unaona, akawa bingwa wa ligi ya Botswana Gaborone wale. Shamba nzuri na mpira wake pia unaona kabisa ameridhisha katika hizo mechi 2. Mwingine pia inabidi uangalie, inabidi utosheke na rekodi ya kuwa bingwa Kameruni, bingwa Botswana. Chukua rekodi hiyo tu. Lakini ukisema mpira safi, tumeona mechi 2 za Gaborone, hauwezi jua pengine mpira ule kutokana labda na udhaifu wa Simba walikopo nao. Shamba nzuri. Kwa hiyo ni mtu ambaye anahitajika muda kusubiri kuangalia kile tulichokiona kwa Gaborone ni kweli chake ama ilikuwa tu kutokana na madhaifu ya Simba Sports walikopo nao. Ila mpaka kufika hatua hii ya kumtambulisha meneja sio nini, sio coach, kwamba maamuzi yaliyofanyika ya kumleta mwalimu alikuwa ni maamuzi ya mtu mmoja, na waliokuwa wengi walikuja kujua baada ya jambo kwa shaka tayari na wamejua, na hata wao walikuja kujua kwamba hana sifa hiyo baada ya kuwa kile kitu kishakamilika. Ndio maana wakatafuta namna ya kumtambulisha katika njia nyingine ambayo at least italeta matumaini kwa upande wao. Athari zake ni nini Momo kwenye hicho ambacho kimefanyika na klabu ya Simba? Sio mara moja tunasikia pengine wanafanya maamuzi mtu mmoja then kitu kinakuja kutokea. Athari zake kwamba itatia tu hasara tu klabu, kwa sababu kuna vitu muhimu vitakosekana. Shona bwana, mfano kama sheria ikimtaka kwamba yani sheria ikimtaka asiwepo labda mfano kama akiwa hana sifa, maana kuna baadhi ya mechi itakuwa
atashindwa kusimama kama mwalimu. Mshapa mzuri. Kwa tabia atasimama mtu mwingine mwenye sifa hiyo. Mshapa mzuri Kwa hiyo mwalimu akaepo sasa kwenye benchi pale, lakini akawa hana sifa ya kusimama kama kocha mkuu. Labda asimame kwa sifa nyingine. Mshapa mzuri. Lakini kikubwa walichokiona wao, wameona labda maendeleo na muona na ubora wake ufundishaji. Kwa hiyo kuna vitu vingine vitu sivipe sana thamani, inakuwa ni siasa tu. Tusipe sana thamani. Kazi kama ya kuwa mchambuzi au mshabiki watakiwa ujaji tu matokeo ya kiwanjani basi. Wewe uangalie tu kazi yake anafanyaje basi, au mengine watajua wenyewe viongozi, kwa sababu ukisema hasara mimi sitoi pesa. Ukisema hasara sijui mshahara, kwa mshahara natoa mimi au signing fee nimetoa mimi, sio umetoa wao. Na wao kama sio mlijua hilo, kama huyu mtu labda hana vigezo hivi, lakini mpaka waamua kumchukua, kuna kitu kingine amekiona cha extra, labda wameona akija kiweza kaongezea kwa kwenye klabu yao wakapata mafanikio zaidi. Na asikombe mtu, timu yote ambayo inajitafuta, kwa mzuri inajitafuta, anguko lilivyo wakati unapitia mitihani, usipotumia akili na kuwa moja, unazidi kudidimia zaidi. Shaba mzuri, mitihani inatakiwa tumia akili na umoja uwepo mkubwa sana. Kwenye kila mnalolifanya upatikane umoja, yani ushirika wa pamoja. Kwa sababu itafanya mpate maamuzi yaliyokuwa bora zaidi. Lakini ukisema kuwa tu binafsi, kuwa wewe peke yako, huwezi kushinda hiyo vita, kwa sababu itakuwa ni vita ambayo ya visonono ndani yake. Huwezi jua huo mwalimu pengine katika kumpokea viongozi, sengeza kama amempokea chache, wengi wakawa na kisonono naye. Shaba mzuri, wengi wakawa sasa, kuna sometimes na unajua vilabu vyetu hivi, kuna muda kamati ya ushindi itatakiwa ifanye kazi, sio kamati ya ufundi, kuna kamati sio ya uchawi, vote itatakiwa ifanye kazi. Sasa ukiwa hakuna umoja, unakuta kuna sehemu lazima moja hapo itafanyaje, italegea, haitakuwa strong. Lakini kama meneja mkuu ameangushia mzigo kwa rais wa club, alisema pale airport kwamba mimi sijui nini kimetokea, lakini aulizwe rais wa club. Na mimi ninachokwambia kwamba yani yeye alikuja baada ya yani wakati wanakwenda kumapproach, wanazungumza nao, yani hakuna chochote ambacho kilifanya. Tajiri kachonga michongo mwenyewe. Yani hii jambo ili link yani lilianza wakati washakamilisha hii jambo limeingia sasa kwa watu ambao wasiohusiana na klabu. Kujua kwamba Simba wamemchukua kocha fulani, lakini yule kocha hana vigezo fulani. Siku ile alisimama, timu yake ilimuorodhesha kama meneja, sio kocha. Na hao watu washaanza kuvujisha. Sasa hivi nao walivae, yani wakashajua kama hapa tutafanya tusifanye mistake tayari. Sababu mistake si kama labda kocha, sisemi kocha mbaya, mistake kuto kufanya kazi kwa weledi. Yani kuto kujua yani mwalimu unamhitaji ana sifa gani. Shaba mzuri. Hiyo ni tatizo manaki. Na hiyo inakuja nini, ndio hapo naposema umoja. Pengine kuna ukweli Momo kwenye hilo. Wakati anahojiwa Hemed Suleiman Morocco mara baada ya mechi na hao Gaborone pale Benjamin Mkapa, alisema kuna kitu hakipo sawa kwenye Simba, kama takuwa namnukuu vizuri, kwamba kuna umoja haupo. Tunakuja tena kushuhudia hili linatokea. Ndio hicho ninachokwambia. Na mimi nishakusema. Kusema huko nyuma, nishakusema nafikiri Morocco alisisitiza tu ile kauli, nayo kama aliongezea nguvu kauli yangu. Hicho ndio kinachokosekana kwenye klabu ya Simba. Viongozi wana umoja. Yani umoja klabu ya Simba unakosekana. Yani hilo na kuhakikishia itagharimu sana katika mechi ya Simba na Yanga. Itagharimu sana katika kuchukua ubingwa. Unajua Simba na Yanga, ili mmoja ukiona anasimama vizuri, basi kupatikana utulivu wa kiutawala. Na utulivu huo ni umoja ndani ya utawala uwepo. Alishinda kwenye atuchezi. Ushauri mzuri, kwa sababu ana umoja. Umoja. Yaani analoongea Alikamwe, aliwi tu la Alikamwe, linakuwa wala sio la engineer au GSM, linakuwa limepita kwa wote, mpaka mtu wa pesa naye kapitisha. Mimi sinakupa hicho kitu, nakupa. Yaani Yanga jambo lao akiongea Alikamwe limepita kwa watu wote. Kwanza wana magrupu ambayo wako watu wote tunajua, wajumbe ni watu wako mle. Angata kia anaojiwa
hama hana ile after few minutes nini, ile after few minutes later amna hiyo. Kila anaojiwa unakuta anaongea katika njia hii moja. Anga mfano kuhusu kocha aliojiwa si nani ule Ngai aliojiwa, Munira aliojiwa, Ali alizungumza. Uliona walipishana kwenye kauli zao? Wote wana kauli kosa vipande vya kuwapeleka hewani. Wote wana kauli moja. Maana yake ni umoja. Maana yake wanazungumza kinachodiscussiwa pamoja. Sasa lakini hao Simba nenda kaoji viongozi wao. Jambo moja lina kauli 4. Jambo moja lina kauli. Mara nyingi ukiongea watu watakuwa kama mnazi. Lakini mimi sikufichi mimi wallahi thumma wallahi mimi hapa. Katika mtu ambaye napenda sana maendeleo ya timu za Kitanzania mimi mmoja hapo. Afu mimi sinaga timu. Mimi wanasemaga mambo sio kuja kubomoa kwa ajili ya kuwaambia watu. Unajua watu wenye uwezo wa kuimarisha timu zao ni mashabiki, sio viongozi. Mashabiki mkiwa mazwazwa, yani mnafuata akili za viongozi wenu, watawaburuza mpaka mnaingia kaburini. Anga mfano wa jambo la Yanga na kocha wao Roman Folz. Viongozi wao walikuwa na matumaini amna nini. Lakini mashabiki wamepush ile jambo. Wamepush toka siku ya kwanza mashabiki ya mashaka na mpira wa timu yao. Kwenye page ikienda mashabiki wamepush. Na viongozi wamesikia sauti ya mashabiki. Huo ndo maana umoja. Hawakupingana. Yaani viongozi sio wajuaji, yani kwamba mimi najua engineer, mimi najua mpira wewe. Kocha yupo. Kwa sababu mashabiki ndio watoa pesa, hao ndio tunawahitaji hawa waje uwanjani. Shema mzuri. Kwa lazima umoja upatikane kuanzia mashabiki mpaka benchi la ufundi, yani mashabiki, viongozi, benchi la ufundi mpaka wachezaji. Ndio nguvu inakuwa hii moja. Lakini pakilega sehemu. Sasa ukiangalia Simba ina matabaka, yani mashabiki hana uwezo wa kuambia jambo viongozi wakalielewa. Yani lazima watakingana. Shuhudia baadhi ya mashabiki wakifungiwa. Wanafungia kabisa wengine. Yani watakingana. Maana yake ni nini? Maana yake hiyo sehemu ukiona sehemu yote mtu anaambiwa jambo na yani akulipokea katika njia nzuri, kalipokea katika njia ya vita, huyo mtu hiyo sehemu ana maslahi nayo. Kwa sababu kwamba kwa nini akasirike? Ukweli. Kwamba ukweli wako wewe utananibia mimi mpango yangu. Kuna mtu analipokea ile jambo katika njia nzuri na akalifanyia kazi. Unajua huyo mtu sehemu hayupo kimaslahi yake yeye. Yupo kwa ajili ya maslahi ya hilo jambo. Ushapa mzuri Shuhudia kwenye usajili kocha anataka huyu, kuna huyu kaletwa. Yaani mimi ndo nakupa hicho kitu. Na wasipojua, wasiposhtuka kwa jinsi wenzao umoja waliokuwa nao, itafika miaka 10 kweli. Wanafungwa. Itafika miaka 10 kweli, wazao watakuwa mabingwa miaka 10 kama ulivyosema hiyo. Wazao watawafunga kama hivyo, sababu wenzao wana umoja. Washajua wapi pa kuwapiga. Wewe angalia mfano hai. Kile kifika mechi Simba na Yanga utamsikia engineer anasema kwamba timu tumewakabidhi wazee. Kwa nini wazee? Umefahamu vizuri? Hujaelewa maana yake. Wanahitaji nguvu ya pamoja. Yaani kwamba maana kupewa wazee, mzee ana hela. Kwa atajua anapambana vipi timu ifanyaje. Na mfano leo mimi napambana bana, ndugu yangu nakocha gari langu hili. Nasafiri nataka nimekute liko nimekuamini wewe. Kwa wewe unaona siliendeshi ile gari naliacha ili akija alikute liko smart gari lake. Ile ndio kujenganiwa amenifu. Ndio wazee wakishambwa vile wana shape wa timu. Maana tukifunga unafungisha sisi. Kwa niingia front kila sehemu ninajua wewe. Sasa hicho kitu kimekosekana kwa Simba Sports Club. Hakuna umoja.